Hello, habari za muda huu. Leo tutazungumzia matibabu ya huduma ya afya ya kinywa na meno. Tutazungumzia kuhusiana na swala zima la matibabu lakini pia magonjwa ya kinywa na meno katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni infection ambayo inatokana na vyakula ambavyo tunakula, lakini na sehemu ya pili ni baada ya hiyo infection, matokeo ambayo yanatokea katika kinywa chako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kumwona daktari wakati sahihi, lakini pia ni muhimu kumwona daktari pale unapoona una tatizo pia kuhusiana na kinywa na meno, kwa sababu unapofanya matibabu, unapofanya check up ya kinywa na meno mara kwa mara, itakupelekea wewe kuyakinga meno yako, lakini pia kukinga kinywa chako pamoja na fizi zisishambuliwe. Lakini pia unapokuwa na tatizo hilo, unapoona kuna tatizo kwenye kinywa chako, aidha jino limetoboka au labda fizi zinatoa damu, ni vizuri pia kwenda kumwona daktari mapema. Usisubiri shida ikawa kubwa na kuingia gharama kubwa za matibabu, kwa sababu unapoacha infection ikawa kubwa, labda jino limetoboka, kuna uwezekano wa kuliziba labda kawaida tu kwa filling permanent au kwa temporary filling, ukaliacha jino hilo mpaka likawa ni chronic parophytis, kwamba usiku tena hulali, unasumbuka, unasikia maumivu, hulali. Hapo sasa unafikiria kwenda kumwona daktari wa meno. Kwa hiyo inapofika stage hiyo, ni rahisi sana kupoteza jino lako au kufanya matibabu ya kusafisha mzizi wa jino, kwa maana ya root canal treatment. Root canal treatment utakwenda kuifanya kwa gharama kubwa sana, lakini pia inawezekana, kwa sababu ndio matibabu ya jino lako hapo ilipolifikia. Lakini kitu kingine ni kwamba kabla hajafika hatua hiyo, ni vizuri kama daktari mapema kukinga jino lako, ama kukinga pia hizo fizi zako zisipate infection kubwa kiasi kwamba mpaka kutengenezea harufu mbaya mdomoni, zikakutengenezea infection nyingine kama dental abscess. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya matibabu ya meno kwa wakati, ukamwona daktari wa kinywa na meno mara kwa mara, at least kwa mwaka mara 2 kila baada ya miezi 6. Hiyo itakupelekea meno yako kuwa katika mazingira mazuri, lakini kinywa chako pia kuwa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo na washauri kwamba matibabu ya kinywa na meno ni matibabu ambayo yanafanyika, lakini pia katika hali ya usalama zaidi. Ni washauri kwamba tumuone daktari mara kwa mara, at least mara 2 kwa mwaka, au pale ambapo unaona kuna tatizo la meno yako au la kinywa chako, ni vizuri ukafika hospitali mapema, ukafika kwa daktari wa meno mapema, ili akuone na kuweza kukusaidia. Ushauri wangu kwenu ni huo: jitahidini kumwona daktari wa meno kwa wakati ili kupata matibabu stahiki, lakini pia bora na salama. Lakini pia swala zima la kusafisha kinywa ni muhimu, lakini katika swala zima pia la kuziba meno pia ni muhimu. Usiache jino lako mpaka linasumbua ikafika hatua kulitoa ukapoteza meno mengi mdomoni, kwa sababu unapong'oa jino halirudi mdomoni, lakini unapotibiwa inakuwa ni rahisi kuendelea kutumia jino lako likiwa liko mdomoni na unakuwa hujalipoteza. Lakini unapong'oa unabaki na pengo, mwisho wa siku kuna jino lingine limeshambuliwa, utafikiria pia kuling'oa. Kwa hiyo utafika hatua muda mfupi sana unakuwa meno yako yameshaharibika. Kwa hiyo ni vizuri kuja kutibiwa, kuja kupata ushauri, ni muhimu kwako. Itakusaidia wewe kukinga kinywa chako, kukinga meno yako dhidi ya bakteria ambao wanatoboa meno, usipate caries. Ufike kwa daktari kwa wakati ili iweze kukusaidia. Unapoona una dalili hizo ambazo unaona kinywa chako kiko salama, ni vizuri kumwona daktari, na ufike kwa daktari wa kinywa na meno ambaye atakuwa yuko karibu na wewe. Lakini tunatoa msaada huo wa kinywa na meno, tunatoa matibabu, tunatoa ushauri. Kituo chetu kipo Ilala Bungoni, Msaada Garage. Karibuni sana kwa matibabu. Asanteni. Tukutane tena kwa mara nyingine kwa mada nyingine. Tumejaribu kuzungumza aina hizo za matibabu ili kusudi tufahamu sote kwamba matibabu ya meno yapo ya aina nyingi.
lakini pia tutakuja kuzungumzia mada moja baada ya nyingine. Haya meno bandia, je, kuna aina ngapi? Lakini pia kuziba pia kuna aina ngapi? Na hii root canal pia ina awamu ngapi? Na mpaka je, unafanywa root canal limefikia hatua gani mpaka nafanywa root canal? Kwa hiyo yote tutakuja kuyazungumzia wakati mwingine, lakini niwakaribishe tu kwa huduma ya afya ya kinywa na meno. Matibabu yote yanapatikana, karibuni sana. Usisahau pia kusubscribe, kulike na kukomenti, na pia kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini ili kupata notification, lakini pia kupata na vipindi vijavyo vinavyohusiana na huduma yetu ya kinywa na meno. Asanteni, Mungu awabariki.